50 za kuikwamua nchi yetu kutoka ilipokaa muda mrefu. Naamini watu wa mtandaoni mnatupata vizuri na mnaomba kila mahali, makanisa yote ya ABC kila mahali Tanzania, wale mnaofuatilia kutoka nje, makanisa ya nje, wachungaji wa makanisa mengine pia ambao wameungana sisi kuiombea taifa kwa siku hizi, wote ninawasalimu katika jina la Yesu. Karibuni sana 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 sana, na Mungu awabariki kwa kuipenda nchi yenu na kutenga muda kuiombea kwenye nyakati hizi ambazo nchi yetu inahitaji kuombewa sana. Karibuni sana. Tulisema wiki tumeitenga kimaalum kushughulika na giza la utendaji wa shetani kwenye madhabahu zenye majina ya kanisa. Tulikubaliana, tumejifunza sana, nafikiri tangu Jumatatu mpaka jana tumejifunza sana kuhusu namna ambavyo mifumo hii ya kishetani kwenye makanisa inafanya kazi. Na kwa hiyo tuna mambo mengi ya kuombea wiki nzima kwa habari ya kanisa. Sasa leo ninataka nizungumze na wewe kuhusu nafasi ya kanisa kwenye kuyaamua mambo kwa niaba ya ufalme wa Mungu. Nafasi ya kanisa kwenye kuyaamua mambo kwa niaba ya ufalme wa Mungu. Yaani maana yake kanisa ina nafasi, ina nguvu ya kuamua mambo kwenye eneo lolote, kuanzia kwenye ngazi ya kanisa kama kanisa kushughulika na uovu ulioko ndani ya kanisani, kanisa lenyewe kama mwili wa Kristo, lakini pia mitaa, kata zetu, wilaya zetu. Kanisa lina uwezo wa kuyafukuza mambo yasiyofaa kwenye maeneo na kupitisha mapenzi ya Mungu ambayo yanawajenga na kuwabariki watu wote. Kwa ndio kitu ambacho nataka tukiangalia kupitia neno la Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 ule mstari wa 18 na wa 19. Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitafanyaje? Nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Naomba turudie pamoja. Nami nakuambia wewe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kabla jana mstari wa 19 ambao unaonesha nafasi na mamlaka ya kanisa kwenye kuyaamua mambo, nataka uangalie vizuri mstari wa 18 kwanza. Mstari wa 18 anayeongea hapa ni Bwana Yesu. Na Bwana Yesu aongei tu, aongei na watu wote. Anaongea na mtu mmoja. Nataka uwe makini kuona ni Bwana Yesu anaongea, lakini aongei na kusanyiko lote la mitume au wanafunzi wake au makutano waliokuja kupata huduma kwake. Tuko sawa? Hapa anaongea na mtu mmoja. Mtu huyo anaitwa nani? Kama unajua kusoma, amesema nami nakuambia wewe ndiwe Petro. Hajasema ni mimi nawaambia ninyi ndio wanafunzi wangu au ninyi makutano. Aongei na wingi, anaongea na mtu mmoja. Anaitwa nani? Anasema juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo anaongea na Petro, lakini pia anadai kuna mwamba ambao yeye Yesu atalijenga kanisa yake juu yake. Enzi hizo nafikiri labda hawakuwa anaweka misingi kama hii ya kwetu. Labda
au neno mwamba ni neno msingi kama lugha ya sasa hivi, kwamba kwenye kujenga kulikuwa na kitu kinatangulia chini kitakachoishika nyumba. Tuko sawa? Ndio maana Yesu anasema nami nakuambia wewe, nakuambia wewe ndio Petro, na kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kuna mwamba ambao juu yake atalijenga kanisa. Na kama unafuatia maandiko, Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 hadi 27, Mathayo 7 24 hadi 27, Yesu alizungumza kwa habari ya neno kama mwamba wa kujengea. Mathayo 7:24 hadi 27, maandiko yanasema basi kila asikiaye ayo maneno yangu sawa sawa na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Anayesikia neno akalielewa kiasi cha kwenda kufanya. Nisikilize, kusikia neno ni jambo moja. Kusikia neno ni jambo, kulielewa neno ni jambo jingine. Ndio maana kwenye Luka sura ya 8 utaandika hiyo. Luka sura ya 8 mstari ni Luka sura ya 8. Yes, mstari wa 5 hadi wa 14, habari za mpanzi. Luka 8:5 hadi 14, mpanzi alivyokwenda kwenye nini? Alipokwenda kuzipanda mbegu zake. Na Yesu akatufunulia akasema mbegu ni nini? Ni neno la Mungu. Wakati wanafunzi wasema nini maana ya huo mfano, Yesu akafanua akasema mbegu neno la Mungu. Mpanzi ni nani? Ni yeye Yesu, mwana wa Mungu. Mbegu neno la Mungu. Alafu zile udongo nani? Miba, mwamba ni aina za mioyo ya wapokea neno. Tuko sawa? Nilichotaka ujue kwamba neno la Mungu ni mbegu, lakini pia sijui nikuelezeje. Nilikuwa najaribu kufanulia kwamba kwenye huu mfano sasa wa Luka 8 utaona kitu cha ajabu kwamba watu walisikia ila si wote walinufaika na neno. Sio kama umenielewa. Wote walisikia, aina zote 4 zilifikiwa na mbegu ya neno. Mtu mwenye moyo mwamba, moyo miba, moyo njia na moyo udongo mzuri, aina 4 za mioyo, sio? Wote neno liliwafikia na kwa haraka haraka ni kama lilitua vizuri. Kwenye miba lilitua na kuchipua kabisa, likachipua ka kitu ila kikasongwa na nini? Kwenye njia au muda wa kuota wenyewe wa kupatikana, kwa sababu ni eneo liko busy linakanyagwa, zimetua tu, mkanyagaji wa kwanza akapita akazikanyaga, kwa hiyo zikafa. Kwenye mwamba ziliota ila kwa sababu mwamba au penyeki kupitisha mizizi, ile mmea ikafanyaje? Ule mmea ukashindwa kupitisha mizizi kupata maji na chakula, kwa hiyo ukafa. Sawa sawa. Ila kwenye udongo mzuri ambao umetifuriwa, mbegu zilipotua ziliota na mizizi ikapenya kwenda chini, zikafikia hatua ya kuwa miche na zikazaa. Moja ikazaa 60, moja ikazaa 100, moja ikazaa 60, nyingine ikazaa 30. Yaani walipokuja kuchuma, mmoja wakakuta kuna maembe 100. Kuna mwingine ana maembe 60, mwingine ana maembe 30. Ingawa udongo ni ule ule. Kumbe hata udongo mzuri nao watu wanapata matokeo tofauti tofauti. Ni ajabu sana. Na hii mimi hainishangazi. Unaweza ukapanda kwenye shamba moja mahindi, ukakuta hindi moja lina mahindi 3. Hindi moja lina 2, nyingine lina 1. Lingine halijapata hata hindi. Ila udongo ni ule ule, shamba hilo lilompa mwenzake 3, huyu amepata 1. Na ukienda hata mahindi yenyewe ya ndani ukayafungua, ukahesabu punje, zinazidiana au zinatofautiana. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo point yangu iko wapi? Yesu alisema ya kwamba yeye asikiaye maneno yangu na kuyafanya. Nilitaka kabla ya kwenda kwenye kufanya uelewe kwamba uwezi ukafanya usichoelewa. Umenielewa sasa? Uwezi ukafanya usichoelewa. Yani kama hivi mtu amekwambia niletee kiti, alafu kwa mfano hiyo lugha iliyotumika hapo niletee kiti Kiswahili hicho ukijui, wewe ni Mfaransa au wewe ni Mwingereza au wewe umekulia kijijini ambako Kiswahili hakipo kabisa, utaelewa. Utakuwa umesikia sauti, ni neno limekufikia lakini halieleweki. Tuko hapo?
Kwa hiyo kwa sababu hujaelewa, hautaweza kufanya ulichotakiwa. Kwa hiyo kipimo kwamba mtu analielewa neno ni kufanya. Ukiona mtu hajafanya, ni ushahidi kwamba masaa yote mawili aliyokaa kanisani hakuelewa. Siku hiyo mlitwanga maji kwenye kinu. Maji ukiyatwanga yanaweza yakaruka hata juu hivi, lakini baadaye yanarudi kwenye hali yake alivyokuwa. Ndivyo watu walivyo sasa kwenye nyumba ya Mungu au kwenye dunia yetu ya sasa hii. Twende hivi. Kwa hiyo nilichotaka uone, Yesu anasema yeye anayesikia neno, kuna kitu kimeruka hapo katikati, akalielewa, likawa wazi, macho yake yakafumbuliwa, akapata ufunuo sahihi, kiasi kwamba akachukua hatua ya kwenda. Huyo Yesu anasema kila atakachokwenda kufanya tayari ana msingi wa kwenda kujenga juu yake, ambao unaitwa mwamba. Kwa mwamba sio tu neno, mwamba ni ufunuo, au mwamba ni ufahamu sahihi ulioupata kutoka kwenye neno. Najaribu kukuvunjia ile neno mwamba kwa sababu nataka nikuoneshe kanisa linavyoweza kushiriki mabadiliko ya mambo au vitu kwenye jamii, kwenye nini, kwenye nchi, kila mahali linashirikije. Turudi kwa Petro sasa, ili nikisikia neno mwamba unaelewa ni ufunuo. Tuko sawa? Ukisikia neno mwamba ni neno la Mungu lilofunuliwa kwa mtu. Twende sasa Mathayo hapo. Anasema nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Mwamba upi? Ukitaka kujua umwamba unakwenda mstari wa 13 hadi wa 16. Twende Mathayo hiyo mstari wa 13 hadi wa 16. Twende chapu. Anasema basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Alafu akawauliza wanafunzi wake. Yaani Yesu hakuuliza watu baki, aliuliza watu ambao wameshajisajili kwenye huduma. Aliuliza watu ambao wameshaamua wao kwa hiari, wanasema wewe ni mwalimu una kitu, sisi tumeamua kujisajili kwako huwe mwalimu wetu, ndio maana wanaitwa wanafunzi. Ila cha ajabu wamejisajili kwa mwalimu asiyemjua. Kumbe unaweza ukawa na mtu na umjui. Unaweza ukawa na baba wa kiroho au mchungaji au mrezi ambaye umjui zaidi ya jina mchungaji. Kwa lugha nyepesi, una ufunuo sahihi kuhusu yeye. Na ufunuo sahihi kuhusu yeye ni kujua nini anaweza, nini amebeba, nini anacho ambacho ukikipata au ukikitumia au ukiwa nacho au ukipata na wewe unapenya kama anavyopenya au unakwenda mbali kama yeye anavyokwenda mbali. Huko ndo kunaitwa kumjua mtu. Tunaposema kumjua Mungu ni kujua uwezo wake, kujua nguvu zake, kujua siri zake, kujua kanuni zake, kujua kwenye magonjwa Mungu anasemaje, kwenye ndoa Mungu anasemaje, kwenye afya Mungu anasemaje. Ukisikia mtu anayemjua Mungu, kumjua Mungu ni jumla ya unajua maeneo mengi mno ya namna Mungu anavyoyachukulia. Ndio tunasema wewe unamjua Mungu. Kwa hiyo kumjua Mungu sio kuokoka. Mtu anaweza akaokoka na asimjue Mungu aliyeokoka kwake. Mtu anaweza akawa kanisani na asimjue Mungu. Kwenye Matendo ya Mitume sura ya 17 kuna mtu watu wamewahi kuwa kanisani na ibada zinaendelea. Ubaoni wameandika kule madhabahuni kwenye mimbari wameandika kwa Mungu asiyejulikana, ila wanamwabudu. Yaani Mungu huyo anajua yupo. Imani inawaambia yupo, ila huyo Mungu anayejua yupo hawamjui. Ile kwamba hawamjui haiwafanyi wasije ibadani. Ibada zinaendelea na wanasema Mungu tusiye kujua, nina shida ya ndoa itatue. Mungu nisiye kujua, nina mtoto anasumbua mrekebishe. Unajaribu kupata point yangu? Yaani kumbe ile kwamba mtu anaabudu haimaanishi anamjua. Hata ile kwamba mtu anasoma neno haimaanishi analielewa. Matendo ya Mitume sura ya 8 kuna mtu anaitwa Toashi kutoka Kushi. Toashi wa Kushi chini ya Marikia Kandake. Huyo alikuwa anasoma Isaya 53, chuo cha nabii Isaya 53. Hakika ameachukua mateso yetu, amechubuliwa kwa ajili yetu, amepigwa adhabu yetu. Ila Filipo akaja akamuuliza, samani, unaelewa unachosoma? Akasema nitaelewaje? Sasa cha ajabu anasoma sasa. Kumbe hata sio kila anayesoma Biblia anapata ujumbe wa neno. Si kila anayekwenda chuo cha Biblia
anatoka na Mungu au anatoka na ufunuo. Kwa sababu ni jambo, ufunuo ni uwezesho wa roho. Kusoma ni kazi ya macho na huo unajua kusoma. Kuja kanisani ni kazi ya miguu na macho na kichwa kinachohakisha ukosei barabara. Ila na kusikia kinachohubiriwa madhabahuni ni kazi ya masikio. Ila kupata cha kwenda kufanya nyumbani ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio ukielewa neno mpaka ukapata cha kuandika, ukapata cha ukifikia kwenye tunaitaga point. Yes. Yani ukiona hapo hiyo ndio hiyo iliyokusisimua ndio inaitwa ufunuo. Kwa nini hujabaki katika hali ya kawaida umetulia tu? Kwa nini umejisikia wow, amen? Au yani kuna namna fulani, kuna hata reaction ya nje inatokea kuprove kwamba kuna kitu umepata. Hicho ulichopata ndio kinaitwa ufunuo. Sasa kinaweza ikawa wakati unahubiriwa, au kinaweza kikadondoka ndani yako hata wakati umekaa labda unawaza unafikiria, kinaweza kikadumbukia ndani yako. Sasa hapa Yesu aliwauliza swali watu kwenye Mathayo hiyo ngapi? Mathayo 16 kuanzia 13, wanafunzi wake wamekaa naye ila hawamjui. Akasema, "Je, watu huko mtaani ambao hawasali hapa, ambao si washirika, hawajajiunga na hii depo ya kutengeneza mitume, wananichukuliaje mimi mwalimu wenu?" Watu wakatoa majibu ambayo ni ya wale wa nje kwanza. Wakasema kuna wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine umesikiaje? Wanasema wewe ni Elia. Na wewe mwingine unasemaje? Mmoja wa manabii wa zamani amezaliwa tena. Amerudi tena. Wewe unasemaje? Watu wakataja kila mmoja cha kwake. Alafu Yesu akawaambia, na ninyi je? Sasa hayo yalikuwa ni ya wengine. Ninyi sasa ambao mnajiita wanafunzi wangu, tunakula pamoja, tunatembea pamoja, unaniita baba katika imani, baba yangu katika Kristo, baba yangu wa kiroho. Haya sasa tuambie wewe, huyo baba yako ni nani? Hilo ndio swali unapaswa kulijibu pia kwenye maisha haya. Usiseme ni mhubiri, ni mchungaji, mwanzilishi wa ABC. Hiyo ni ya kiserikali ukiniita hivyo. Ni mwanzilishi wa ABC. Mwanzilishi wa ABC iko Wizara ya Mambo ya Ndani. Hiyo wala hakuna ufunuo wowote hapo. Ni mme wa Messi, hiyo umeongelea mambo ya Rita, usajili wa ndoa na vifo. Ni baba wa Elimikaya na nani, hiyo umeongelea maarifa ya jamii. Ni mtoto wa Corneli na Domina Kabigumila, umeongelea nilikozaliwa, nilikotokea, unijui. Kwa hiyo watu wengi hawajui. Najaribu kuonesha zile namna ambavyo unaweza kuwa na mtu na umjui. Kwani anachokimaanisha Yesu hapa, nyie mnanisemaje? Yaani, what do you know about me? Mna ufunuo upi kuhusu mimi? Nyie mnahisi mimi ni nani? Ni kweli ni mtoto wa Bikira Mariam? Ndio nataka kujua na yeye. Kwa hiyo katika umiza kichwa na wengine nasema ruka mimi bwana bado nafikiria. Bartimayo yani swali gumu umetushtukiza. Labda tukae mpaka kesho. Watu wakauliza, wakati kila mtu amechanganyikiwa, Petro akiwa anawaza. Ndio maana kuwaza ni muhimu, kufikiri ni muhimu. Kwa sababu kufikiri ni kama kuomba msaada mbinguni. Kwa wakati Petro anafikiria nijibu nini Mungu wangu wote, yani hapa hatuna anayemjua, ghafla akasikia kitu kameingia, huyu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema, Petro, kwa ninavyowafahamu hakuna mtu ana hii kodi. Hii naijua mwenyewe tu na Baba. Kwa hiyo kama mimi sijawaambia, Baba amevujisha. Hakuna, akasema damu na nyama maana yake binadamu hauwezi, hakuna mtu mwenye mwili wa binadamu na akili za binadamu anaweza akajua mimi ni nani. Ndio damu na nyama avikukuu funulia hili, isipokuwa Baba aliyeko mbinguni. Kwa nagundua kumbe hata neno linapokuja kwako hapa katikati, kabla haijafika kwako, inabidi Baba wa mbinguni alifunue ili lieleweke kwako.
Ndio maana ibada yoyote ambayo itakuwa na mvuto lazima iwe na maombi. Yaani lazima liwe kanisa ambalo litakuwa na watu waliogeuzwa na neno, lazima lijengwe kwenye msingi wa maombi mengi, kwa sababu hayo maombi ndio yanayompa Mungu haki ya kukaa mahali. Mungu haji bila kuitwa. Yeremia 33:3 nasema niite nami nitaitikia. Alafu nikiitika huwa siitiki tu, ninakuonyesha. Kwa hiyo Mungu aonyeshaye ni Mungu anayeitwa kupitia maombi. Mungu asiyeitwa kupitia maombi aonyeshi, afunui. Mungu mfunuaji ni Mungu wa maombi. Ndio maana kanisa lililo hai ni kanisa linaloheshimu maombi. Kanisa lisilo na maombi mengi ni kanisa lililokufa lenye taratibu za ibada. Umenisikia nilivyosema? Kanisa lisilo na maombi ni kanisa lililokufa ila lilobakiza taratibu za ibada. Ndio maana Yesu ili kudhibitisha kwamba kanisa lilokufa huwa linaacha maombi, Yesu alipokwenda kwenye hekalu akakuta wanabadilisha vipande vya fedha, alikuta maombi hayapo. Na kwa sababu maombi hayapo, mambo yasiyokuwa ibada yakaanza kufanyika wapi? Kanisani. Kwa hiyo wakati anawatandika, anapindua meza, ukienda mstari unaofuata baada ya kupindua meza, akawaambia, je, hamjui ya kwamba imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Maana yake ili nyumba iitwe nyumba ya Mungu lazima iwe ni prayer center. Hakuna maombi sio nyumba ya Mungu. Kigezo kimoja hapo kwamba hili eneo ni nyumba ya Mungu ni maombi yasiyokoma. Ukija asubuhi kuna watu wanaomba, ukija mchana kuna watu wanaomba, ukija jioni kuna watu wanaomba. Kuna ratiba zinazoeleka za kuomba. Kanisa likipoteza maombi linakuwa sio nyumba ya Mungu, linageuzwa jina, linaitwa pango la wanyang'anyi. Na mchungaji akipoteza maombi anakuwa sio tena mtu wa Mungu, anakuwa mchungaji wa mshahara. Ni hivyo yani kama ambavyo nyumba ya Mungu ikipoteza maombi inaitwa pango la wanyang'anyi, kadhalika mchungaji, mtu akipoteza maombi ila ni mchungaji, anakuwa mchungaji wa mshahara, anakuwa chawa. Na nielewa wote hawa ukikagua maisha yao ya sirini hamna maombi. Sasa mtu atapata wapi maombi? Mzinzi ataomba? Unajua mtu akishakuwa mtenda dhambi ni mawili. Dhambi iko hivi, ni either uombe ili usitende dhambi au utende dhambi ili maombi yafe. Hakuna katikati. Mtu yeyote ambaye ni mtenda dhambi hawezi kuomba, na mtu anayeomba hawezi kutenda dhambi. Umeelewa sasa? Hii iko kwenye Mathayo sura 26. Yesu aliwaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Maana yake atakayeepuka majaribu ni anayeomba, na kama yakija ni yale ya mbinguni ya kupromote, sio ya kumaliza ya kuzimu yale. Alafu asiyeomba sasa majaribu, na yeye majaribu sasa ndio dhambi zenyewe, matatizo, mashambulizi ya shetani, magonjwa ya ovyo ovyo, mchungaji unaumwa kuliko hadi washirika. Usipoomba utakuwa ombaomba, usipoomba utaombewa. Mchungaji wetu anaumwa, tumweke kwenye maombi, tumroweke kwenye homo ya maombi. Leo nilikuwa nimejitahidi kutulia nisitumie, lakini naona kama ninarudi sasa. Leo nijitahidi kuwa mwalimu kama nyinyi, lakini naona utume unajaribu kufukuta tena. Pointi ya msingi ni kwamba ni mawili, either uombe uepuke, ukwepe mitego na ila za shetani na majaribu yote ikiwemo dhambi, au waue maombi alafu matatizo yao yanakukutaniza bila kujua. Ndio maana mimi uwezo kaniaminisha kwamba mtu anaomba kwa dhati kila siku, maisha yake ya maombi yako on fire. Asubuhi anaomba, mchana anaomba, jioni ana session warau 2-3 za maombi, alafu niambie atatenda dhambi. Ni uongo, mnamsingizia. Ila mtu yote ambaye usikia akiomba tena, mimi hata ukimtetea nitakwambia labda alirukia dirishani au kumuona, itakuwa ni kweli. Kuna uhusiano mkubwa kati ya kutenda dhambi na kutokuomba, na kuna uhusiano mkubwa kati ya kushinda dhambi na kuomba. Sasa tuendelee kidogo tena. Sasa nilichotaka uone, Yesu aliposema nitajenga kanisa juu ya mwamba huu,
Mwamba anaozungumza ni ufunuo wa neno, ni siri fulani kutoka mbinguni. Hadi hapo tuko sawa? Uimara wa mhubiri yeyote, mtumishi yeyote, ni kiwango cha ufunuo alichonacho. Uimara wa mhubiri yeyote, mtumishi yeyote, nabii yeyote, mtume yeyote, siongelee ufunuo wa maji na chumvi, tafadhali. Siongelee habari za kitambaa cha kijani wala cha bluu hapa. Naongelea neno la Mungu la kweli. Ikija kwenye afya, una ufunuo mpaka wapi? Ikija kwenye eneo la ulinzi, Mungu anavyolinda watu wake, unaelewa mpaka wapi? Ukija kwenye eneo labda la ndoa na familia, unaelewa nini kuhusu ndoa yako kudumu kwa mjibu wa neno, na wajibu wako kwa mkeo na mke kwako, ili ndoa isije kafa. Watoto wareheje ili wasiharibiki kwa mjibu wa neno. Kama yote hayo hata kama unawapenda sana, watakuharibikia, sio kwa sababu uwapendi au wahudumii, ni kwa sababu hujui kanuni. Kwa kinachojenga ni ufunuo, ndo unaitwa mwamba. Mwambie jirani yako, ufunuo ndo mwamba wenyewe. Mwambie ufunuo sahihi, ufahamu sahihi wa neno, ndo mwamba wenyewe wa kujengea mambo. Hata biashara haijengwi na mtaji peke yake. Kwamba nina mtaji, sasa nina 500,000 nimepewa na milioni, kwa hiyo naanza. Nimepata frame, naanza. Hii haitoshi. Lazima uwe unajua Mungu anasemaje kuhusu biashara. Lazima unajua kwamba kwa mjibu wa Mwanzo 34:10 anasema, ingieni katika mji huo, mkafanye biashara, mkapate mali humo. Kwamba kumbe Mungu anasema ukifanya biashara kwenye mji ambao amekwambia una uhakika nao au eneo sahihi, unapaswa upate mali humo, sio upate hasara. Kwa hiyo huo tu ufunuo kwamba napaswa nikifanya biashara napaswa ni tayari umepenya. Si unaona? Ila wewe hata ile andiko ndo unaliona leo na unasema nafanya biashara. Uwezo ukafanya biashara wakati hujui andiko kama hili. Unafanya biashara gani wakati una msingi kwamba mimi nina kibali kutoka mbinguni. Nikifanya biashara humu Dar es Salaam napata mali, sipati hasara. Napata ushindi, sirudi nyuma, nakuwa sporomoki. Naanza na kioski kinakuwa duka. Duka inakuwa supermarket. Baadaye zinakuwa ni supermarket kila mahali. Kama una neno, huna kibali. Shetani ana haki ya kuuliza unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Mjawahi kusikia maandiko kama hayo? Watu wakaulizwa, hata Yesu mwenyewe aliulizwa, alikuwa anafanya miujiza, akaambiwa unafanya haya kwa mamlaka, akasema Baba yangu anafanya kazi hata sasa, na kwa hiyo hata mimi nafanya. Kwa hiyo maana yake namuiga Baba. Haya, kamuulizeni. Kwa hiyo kama una kibali, utaulizwa na mamlaka zisizoonekana. Unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Usije ukaiga ukasema hivi, Pastor Kabigumila ni msema kweli, yaani yeye hawezi kubali vitu vipinde na mimi naanza kule. Tafadhali, unafanya haya kwa mamlaka ya nani? Kwa sababu ziko mamlaka za giza zitakuuliza, ukizishinda utaulizwa na za wanadamu. Utaitwa polisi ujieleze. Unabii huu uliotoa wa mambo mawili, ya kwamba kuna matukio yataanza kutokea mwezi wa 5 mpaka wa 11 makanisa yatashambuliwa na watumishi wa Mungu. Umejuaje? Wewe je, tueleze. Utaitwa polisi. Na naposema hivi, anenaye ameitwa. Umeshaelewa Ila sasa ninajua ninafanya haya kwa mamlaka ya nani? Mtu mmoja aseme Umenielewa sasa? Na kueleza kama unafanya bila mamlaka ya nani, utaulizwa. Musa mwenyewe alijaribu kuwatoa na Waisraeli utumwani, wakamuuliza ni nani aliyekuweka? Nani aliyekuweka uwe sauti ya Mungu 2025? Nani aliyekuweka uwe sauti ya wakati wengine wote wako chini ya meza? Unanielewa wewe? Mwambie jirani yako, kwanza tunaelekea asubuhi sasa. Ilikuwa ni wakati tunaanza, ilikuwa ni saa 6 usiku. Sasa hivi ni saa 11, tunaelekea asubuhi. Asubuhi ya Tanzania inatokea muda sio mrefu. Asubuhi ya nchi haiko mbali. Kianza kuona unayafanya haya kwa mamlaka ya nani, ujue kumekucha. Haleluya.
Na mimi nashukuru Mungu kwamba ninakuwa effective kwenye mazingira ya namna hii. Kwa sababu hata njaa nakuwa sisikii. Najisikia nakaa bila kula nasikii njaa. Siku 3 sijara na sina shida. Yaani mambo haya ndo mambo yenyewe. Jina la Bwana libarikiwe milele. Aya, twende kidogo tena nikupe vitu. Mwambie jirani yako, kwa mamlaka ya nani? Unayafanya mambo haya kwa mamlaka ya nani? Unajuaje kwamba mambo haya yatatokea? Kwa miwani hipi? Je, wewe umesomea usalama? Je, wewe una watu ndani? Je, wewe nilipokuwa nikihubiri labda namna ya kushinda dhambi, hakuna aliyeniuliza una uhakika gani watashinda. Umeelewa sasa? Ila watu hawana shida kwamba mtu mmoja unamudu. Ila ukianza kwenda kwenye skeli sasa, Bwana amekupaka mafuta sio kwa ajili ya mtu tena. Viwango vya watu umetoka ni viwango vya nchi. Mamlaka za nchi za kiroho na za kimwili lazima zikuulize, nani amekuleta huko? Umetufuata hadi huko? Ndo nakuja. Kuja. Nakuja. Ni muda wa wana wa Mungu kudhihirika katika taifa hili. Mtu mmoja aseme moto. Sema kwa kizungu fire. Tuendelee kidogo. Sasa nilitaka uone kwamba Yesu ajengi kanisa lake kwenye theolojia, elimu ya chuo cha Biblia. Hajasema kwenye miaka 3 ya kusoma chuo nitalijenga kanisa. Ni vizuri kusoma, ila issue ya msingi hakikisha unaelewa, usiishie kuwa kama toashi. Unaweza kaenda chuo cha Biblia ukafaulu mitihani. Somo la kanoni nilipata 100 kwa 100. Somo la nini exegesis nilipata 98. Unaweza uka-exercise ita unavyoita wewe, na bado ukatoka ukashindwa kutoa hata pepo. Ukashindwa hata kubadilisha mtaa, baadhi kawa nyingi, baadhi kasonga kanisa. Ulikuja wewe ukakuta baa moja sasa hivi ziko 20 zimesonga kanisa. Miba imeota. Inaisonga mbegu ya kanisa. Mwambie jirani yako, kanisa ni mji juu ya mlima. Hauwezi kustrika. Twende kidogo tena nikugusie kitu hapa. Kwa hiyo nilitaka uone Yesu anaposema atajenga juu ya mwamba huu anausema, na anaongea na wengi. Alikuwa anaongea na yule tu aliyepata nini? Ufunuo. Kama mko makini, aliongea na nani rafiki zangu? Petro tu. Akusema nyinyi wote nitajenga juu yenu. Alisema Petro, nakwambia wewe Petro uliyepata ufunuo. Wewe fulani uliyepata, wewe juu yako sasa nitafanyaje? Nitalijenga kanisa langu. Wewe ndo utajenga juu yako. Kumbe Mungu akitaka kujenga vitu duniani, ajengi juu ya kila mhubiri, ajengi juu ya kila askofu, ajengi juu ya kila nabii. Anajenga juu ya yule tu aliye na ufunuo wa wakati. Na 2025 nina ufunuo wa wakati. Ndio maana mambo uwezo kaelewa haya. Mimi na ufunuo wa wakati. Jiulize mwaka jana niambie kama nilitoa unabii hata mmoja. Hamna. Uwezi unatoaje? Sikuwa hapo. Sikuwa nimewekwa juu ya mnara niangalie mambo ya nchi kutokea rohoni. Ila kuna wakati Mungu akitaka anakuambia panda hata huko. Kwa hiyo Mungu ulipofika mwaka huu akasema panda hata huko. Niwe na kuonesha kwa macho yangu, unaona. Mtu anajiuliza, mtu mmoja akanipigia akasema, yani nashangaa siku hizi naona tabiri. Umekuwa nabii. Sio sitabiri, ninaona. Kuna mahali nimekarishwa, ninaona. Macho yake yamekuwa macho yangu. Neno lake limekuwa neno langu. Sasa nisikilize. Point ya msingi nitaka uone Yesu atajenga kanisa lake juu ya ufunuo ambao ndo unaitwa nini? Mwamba. Usije ukasahau tafadhali. Kwa hiyo kuanzia leo wewe uko tofauti na ambaye hakuepo. Umeshajua hapa kuongelea mwamba. Watu wengi wanasema Petro ni mwamba. Sio Petro.
Ukiwa na akili timamu unajua awaongelei mwamba. Akasema nitajenga kanisa langu juu ya mwamba wewe mwamba. Akumuita Petro mwamba. Alisema mwamba huu. Mwamba upi? Wa wewe ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ufunuo sahihi kuhusu Yesu. Yesu ni nani? Ana funguo zote za mauti na kuzimu. Mamlaka yote mbinguni na duniani amepewa. Kama Tanzania iko duniani, amepewa Tanzania Yesu. Na akifunguliwa na watu wanaojua, anatawala. Wengine wana Yesu wa kwao, Yesu wa kuwasaidia wasitende dhambi tu. Hawana Yesu mwenye mamlaka mbinguni na duniani, ikiwemo Tanzania. Hawana. Kwa hiyo wao mambo ya nchi hawara wahangaika, kwa sababu Yesu wao hata mafua bado hajafanikiwa kuanza kuyatibu. Unasikia ibadani yanasoma matangazo, mzee kiongozi hajaweza kuja leo, ile pressure yake imepanda, tumweke kwenye maombi. Ila walikuwa wanasema Yesu anaweza yote. Yesu anaweza yote. Isipokuwa ugonjwa wa mzee wa kanisa. Kuigeuza nchi amna, ni mchezo mchafu. Hawezi. Sasa nisikilize. Mambo yalivyokaa, makanisa nayo yapo kama timu za mpira wa miguu. Kuna timu za ligi daraja la 3. Ila zinaitwa timu. Timu daraja la 2, daraja la kwanza, ligi kuu. Kuna timu zinacheza klabu bingwa. Kuna timu zinatokea Afrika kwenda kucheza klabu bingwa ya dunia. Sasa aliyeko klabu bingwa ya dunia akisema unaweza ukacheza mechi na Mbappe, yule wa ligi daraja la 4 anakuambia ukutana na wapi na Mbappe. Hii haipo hiyo, haiwezekani hiyo. Adanganyi, kwa sababu kwenye ligi yao haiwezekani. Kwanza makanisa pia yako hivyo. Muulize jirani yako, la kwako liko wapi? La kwako liko ligi daraja la ngapi? Na kinachoripandisha kanisa nimekuambia ni ufunuo, mwamba ambao Yesu atalijenga juu yake. Mwamba mchungaji asiyekuwa katika siri za Mungu ni mchungaji anayetengeneza kanisa lililodumaa, ligi daraja la 4 au mashindano ya mkoa, mitashumita. Mitashumita church. Huyo mtashumita ukimwambia bingwa anaweza akapewa milioni 500, anakuambia hiyo haipo wewe. Hatuna hata viatu. Yeye aliko viwango alivyoko, hata viatu peku, hakuna VAR kule. Hakuelewi, mnaongea mbingu na ardhi. Kwa hiyo sasa hivi tuna wachungaji, tuna makanisa kwenye nchi. Haya mambo ya nchi 2025 hawaelewi lolote. Wengine wataambia Kadigumila amekuwa mwanasiasa. Ni sawa. Baada ya muda utakuja kugundua kumbe jamaa alikuwa ligi ya dunia. Sisi tuko daraja la 4 kule ligi ya mikoa. Mabingwa wa mikoa. Haleluya, mtu mmoja wa Mungu. Kwa hiyo hata makanisa yako level hizo. Huo ni ukweli wa kiroho kabisa, wawazi, uko hivyo roho. Shetani pia yuko hivyo pia. Ndio maana acha nikuulize swali. Walipokuwa wanataka kulizuia kanisa lisiendelee kukua kwenye Matendo ya Mitume, hawakuwa wanashambulia kanisa lote. Ulikuwa nakamata mtu mmoja mmoja. Mtu wa kwanza kumkamata kwenye Matendo ya Mitume sura ya 12 anaitwa Yakobo. Hivi Yakobo mnajua ni nani? Cha kwanza ni ndugu yake na Bwana kama sijakosea. Si ndio? Au sio yeye? Sina hakika kama ni yeye au sio, lakini twende hivyo. Huyu Yakobo ndo mtu ambaye Paulo alipoleta kesi kwamba mataifa wahubiriwe nini, aliyeisolve hiyo kesi wakati wamekaa kile kikao cha Yerusalemu. Aliyetoa hekima za namna gani wahubiriwe kule wasile nini, ili mradi wokovu usichanganywe na sheria. Yaani watu waokolewe kwa neema, kwa kuamini tu kazi ya msalaba. Ila kuna vitu waviache. Aliyetoa hayo mawazo ni Yakobo, sio Petro. Kwa hiyo shetani alipoangalia haraka haraka nani nikimgusa kanisa litayumba, akumgusa
Bartimayo, ingawa naye ni mtume, wala Tomaso au Filipo. Alimfuata Yakobo kwanza. Sasa kanisa lipona Yakobo kaguswa, likafikiri ni Yakobo na mambo yake. Ni Yakobo amejiponza. Nisikilize vizuri, Yakobo amejiponza Yakobo. Kwa hiyo wakanyamaza. Sasa baadaye wakagundua sio issue ya Yakobo, leo kakamatwa Petro. Wakasema tukizubaa tunakamatwa na sisi. Kwa hiyo wakaanza kuomba sasa, wakarudi kwenye wajibu wao. Sisi tumeshaamua Yakobo wetu aguswe. Amen. Petro wetu aguswe. Yohana wetu aguswe. Kanisa la Yesu aguswe. Tutaomba kila mwenye mkono mrefu utakatika. Amen. Kila anayejaribu kurizika kanisa katika taifa hili atakufa yeye. Kanisa lina nguvu, sema tu ni vile kanisa linatofautiana level za ufunuo. Umenielewa Aha. Ni Yakobo ndugu yake na Yohana, ni wana wa Zebedayo Alikuwa ni mwana wa Zebedayo, wao. Alikuwa mtu wa muhimu, ni mmoja kati ya wale watu ambao wanatoa mashauri ya mwisho, zile tatu bora ya Yesu. Na mimi naweza nikaamini kwamba ni kweli ni Yakobo mwana wa Zebedayo, kwa sababu yule Yakobo ndugu yake na Bwana ni wale wadogo zake na Yesu waliozaliwa baadaye, akuemo kwenye tatu bora. Kwa hiyo tuendelee sasa. Pointi ya msingi nilichotaka uone, ufunuo unatofautiana. Kanisa lolote, huduma yako haiwezi ikawa bora zaidi ya ufunuo wa neno ulionao. Ndio maana watu wenye akili, hata kama yeye hajafunuliwa moja kwa moja, anatafuta vitabu vya wengine. Labda afya ya kiungu, namna ya kutembea kwenye afya bila kuumwa. Yeye anatafuta vitabu vya wenzake waliokwisha pata huo ufunuo, anasoma, anaona akiona ndio umeona alichoona mwenzako, lakini wewe ndio umepata kwa mara ya kwanza. Ungekaa mlimani siku 7 unaomba Mungu akufunulie, malaika akutokea akwambie. Lakini sasa safari kuna watu walishaona ambacho unatafuta wewe. Unataka kanisa likue, kuna mtu ana kanisa lilokuwa na ameandika kitabu, siri za ukuaji wa kanisa. Wewe kazi yako ni kuchukua kitabu na soma. Wale wajuaji wanaotaka njia ndefu ndo ambao sasa mambo yanakuwa magumu kwao, kwa sababu anataka akamuombe Bwana akamfunulie sasa na yeye ili aonekane naye amekuja na kitu kipya. Huo mchakato wa kufia mlimani. Pointi ya msingi niliyokuwa nayo ni kwamba akamwambia Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu, sio juu yako. Wengi walikuwa nafikiri anasema mwamba, wewe ndiwe Petro, alafu juu ya mwamba huu. Hamna, haikuwa maana hiyo. Wewe ni Petro, alafu juu ya mwamba huu ulioujenga, ufunuo uliokuja nao kwamba mimi ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Huu ufunuo mtu akiwa nao, kuzimu nzima haiwezi kashindana naye kamshinda. Mtu yote anayejua Yesu ni nani, ni mwana wa Mungu aliye hai, ni Mungu katika mwili, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani, kuzimu yote hata ikishirikiana, ukilitia hilo jina katika ufunuo huo, ndio maana kila goti lazima lipigwe, kwa sababu ni jina la boss, sio jina la kiongozi wa dini. Kuna watu Yesu akimtaja ni kiongozi wa Kristo, na kuna sisi Yesu tukimtaja tumetaja mamlaka yote mbinguni na duniani. Ni jina hilo, ila taja yako na taja yangu ni tofauti. Mheshimiwa Rais akiwa na mjukuu anaweza akasema bibi, lakini wale walio karibu wanasema Mheshimiwa Rais, taarifa. Yaani unaona kabisa wale wanaelewa ana nini. Huyu anajua ni bibi yake tu, huyu anajua ni Mheshimiwa Rais mwenye mamlaka. Ni tofauti, ni vitu viwili. Kwa hiyo utagundua huyu wa mjukuu kuna vitu hatapata, kwa sababu amjui vizuri. Kadhalika ndivyo hivyo kwa upande wa Bwana Yesu. Bwana Yesu humfaidi kwa sababu ni Mkristo, au kwa sababu na miaka mingi kanisani. Ufunuo wako kuhusu Yesu ndio utakaoamua uimara wa hatima yako, uimara wa huduma yako, uimara wa ndoa yako, uimara wa uzao wako, uimara wa nchi yako. Haya. Sasa huo mwamba nimeshakueleza ni nini? Ni ufunuo. Alafu bi yake anamuongelea Petro sasa peke yake. Twende taratibu, tuanze tena. Nami na kuambia wewe ndiwe. Ni wale wenye ufunuo tu sahihi ndo ambao huwa majina yao yanatangazwa rohoni.
Petro hapa Yesu akisema kitu, hata akisemea Galilaya, akijasikika Galilaya, kwa sababu Yesu ni Mungu, ndani yake kila kitu kimeshikanishwa na yeye. Kwa Yesu akisema wewe ni Petro, rohoni wanasikia wewe ni Petro, kuzimu inasikia wewe ni Petro, anga inasikia wewe ni Petro, bahari inasikia wewe ni Petro. Ni wale wenye ufunuo sahihi wa neno ndo watu ambao Mungu anawa establish rohoni, wanakuwa authorities, mamlaka za kiroho. Kwa kadri unavyoshindwa kukua katika siri za Mungu, kwenye maarifa, vitabu, video, kujifunza, kukua, kukaa na neno sana, na kuhakikisha unaondoka na vitu vya siri ambavyo wengine hawavioni, ndio unachelewa kutambulishwa rohoni. Mungu atambulishe watoto, Mungu anatambulisha wana. Ujanisikia? Mungu atambulishi watoto, Mungu anatambulisha wana. Mtoto Yesu, Mungu akumtambulisha, alimtorosha. Si kama unisikia? Mtoto Yesu alisema mchukue mtoto mkimbie. Ni Mungu anaongea, mchukue mtoto kimbia, maana wanaitaka roho yake. Ila mwana Yesu alisema huyu ni mwanangu mpendwa, grown son. Mtu ambaye amekuwa anaweza akachukua nafasi yangu ya kimamlaka. Kukua sio miaka, kukua ni ufunuo. Kukua sio miaka ulionayo, kukua ni ufunuo ulionao. Korinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 11. Korinto wa kwanza 13:11, Korinto wa kwanza 13:11 anasema nilipokuwa mtoto niliwaza kama mtoto, nilisema kama mtoto. Nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima, nilipoamua kukua, anasema nimeabatisha mambo yote ya kitoto. Kukua ndo kuna kuhamisha kutoka kwenye utoto, kuna kuweka mahali pa kuaminiwa. Na unakuaje? Kwa kadri unavyoongezeka ufunuo wa neno kwenye kila eneo. Hakuna neno la jumla, hakuna neno la jumla. Una neno kwenye afya, utakuwa na afya. Hauna neno kwenye ulinzi, utapatwa na matatizo yanayopata wengine wote wasiojua Mungu anafanya nini kuhusu ulinzi. Kwa lazima ukue kwenye kila eneo. Kila eneo ambalo unahisi maisha yako yanahusika nalo, lazima ukue. Unataka pesa, lazima ukue kwenye neno linasemaje kuhusu Mungu kuhudumia maisha yako, Mungu kubariki walio wake. Neno la Mungu linasemaje kuhusu kumiliki na kutawala, kuwa na vitu. Usipojua unakuwa maskini ampendaye Bwana anayeomba masaa mengi. Havina uhusiano kwamba kwa kuwa nimeshaokoka ninaomba masaa 10 nitakuwa tajiri. Haijawahi kutokea hiyo. Ujui hela zinafanyaje kazi na neno linasemaje kuhusu hela. Kanuni za Mungu zinasema unakuwa maskini ampendaye Bwana. Si kama unanielewa? Kwa hiyo Yesu ajengi kanisa mahali ambako muhusika ajakuwa kwenye ufunuo na kuwa mwamba. Ufunuo ulionao umekuwa kiasi kwamba Mungu anaweza akajenga kitu kinachodumu. Haleluya. Haya, twende tena taratibu. Turudi kule. Kwa hiyo Yesu anasema wewe ndiwe, nami nakuambia, ninakutambulisha, ninakutaja, ninakuelezea wewe ndiwe Petro. Manake ulimwengu wa roho sikia, Petro sio kama wengine. Petro sio kama Bartimayo. Petro, ndio maana unaona hata wakati anaondoka, mtu aliyemwachia kanisa ni aliyekwisha tambulishwa rohoni. Yesu hakusema, hata wakati anasema shetani ametaka kuwajaribu, alisema alimuita Petro, kama alimuita Petro, aliita Petro akasema shetani amewataka. Akuwaita wote, anambia Petro, shetani amewataka. Lakini mimi sijahangaika kuombea wasio na ufunuo. Nimekuombea wewe. Kwa sababu ukishaimarika utawaimarisha na hao wasio na ufunuo. Umeelewa sasa hatari ya kutokuwa na ufunuo? Aliporudi, wakati amefufuka, alimwambia yule mwanamke, nenda mkamwambie Petro pamoja na wengine. Tafuta Biblia uone, akusema nenda kawaambie wanafunzi wote. Alisema Petro pamoja na wengine. Petro kwanza, jina limetajwa. Petro na wengine. Wengine. Ukisipokuwa na ufunuo unaitwa wengine. Unaitwa wana wa Mungu wengine walioko Tanzania.
Mungu akija ana kitu cha kusema cha lazima kwenye nchi, haji, anasema wachungaji wengine. Alafu kuna kabigumira na wachungaji. Kwa watu wanakasirika sasa. Na wewe tuonesha amekuongelesha nini? Anasikia aliniongelesha lakini akasema nisiseme. Amna. Acha uuni. Haja kwambia, thubutu uone havitokei, ndio huduma yako inafarikia hapo. Hivi kwa mfano unajua mambo haya tunayofanya, ninasema kitu cha kwanza ni unakuwa umehatarisha huduma yako. Ulisema hivi na haikuwa nabii wa uongo. Moja kati ya dalili ya nabii wa uongo ni kwamba akisema neno na lisiwe. ni Biblia imesema kwenye Kumbukumbu, asikisema na sitokee, msimuogope. Sio nabii. Hakuna cha tumpe nafasi ya pili, naye ni mwanadamu. Hamna, Biblia inasema msimuogope. Chukua hata viboko mtandike. Hivi unaniona mimi kwenye mambo yote ya kuongea, dhambi zimeisha. Baraka zimeisha, mafanikio yameisha, kutembea na Mungu imeisha, maombi yameisha, mifungo imeisha, mpaka niongelee nchi. Ukiniona naongelea nchi, uwe na uhakika nimeshauliza maswali yote, isipotokea Bwana nitaishije? Amen. Yasipokuwa Yesu, huduma yangu nimefariki hivyo. Unanihatarisha. Bado na umri mdogo, ningekuwa na miaka 80 huko nakaribia kufa. Ila hakuna atakayejali. Ndio kwanza kumekucha. Amen. Sasa itakuwaje? Umri huu umeshakuwa nabii wa uongo. Kwa kija kusikia naongea, nina uhakika, ndio maana huwa naanza na sentence, mambo yale ayasemayo utukia kweli kweli. Yaani hapo ni kwa sababu tayari sasa mwenye naye ameshaniambia hii haina dawa, labda mpunguze makali. Mwenye nayo yani. Yaani hapo najua kabisa hata wote mkisema hivi, tuko manabii 7,000 wa Mungu, tunasimama kinyume na hilo. Kuna mmoja nimeona amecomment kwenye YouTube. Akasema tunayabatilisha hayo, sio unabii wa Mungu, hayatatokea. Nikamwambia ufahamu watu wa aina yetu. Elia alikuwa mmoja. Manabii 7,000 wa Mungu, sio wa bahari. Wa Mungu 7,000 wako pangoni wanaomba, ila hawawezi kuleta mvua. Elia anasema hainyeshi isipokuwa sio kwa neno la Mungu. Yaani Mungu akishakuambia kinachotokea, unachoongea unakimiliki wewe. Aya. Ndio maana nilisema hivi, nikimaliza kuongea hapa yanaanza kutokea. Unaweza kusemaje? Jamaa ana kiburi, ni kweli ni unabii wa Mungu lakini anajidai. Yeye amjuae Mungu wake. Hivi ukitumwa na mheshimiwa rais, amesema labda nenda kawaambia watu watoke barabarani, wamejenga barabarani. Ukifika unasema ni agizo, tokeni, vunja. Tutapeleka mahakamani, wewe peleka. Una wasiwasi kwa sababu unapoongea hapo inaonekana kama unaongea wewe. Lakini kwa sababu ya uhakika, mwaka huu tutajua nani anakaa barazani pa Mungu na wapi ni wasanii. Tutajua mwaka huu. Tutajua wale wote ambao mmekaa hivi mnasema tunaombea chumbani. Wote amna amkamati mawimbi. Mtumishi unajidai, sawa kabisa. Nimeamua sasa. Maana hawa ndo ambao pia wanakwenda kutuchomea na kutushtaki huko. Umeona? Anazua taharuki. Nazua taharuki. Mimi nikisema kitu kinatokea na ushahidi upo wa kutosha. Na siwezi kusema kama Mungu aliyasema. Ndio maana uwezo ukakuta naitisha ibada ya kinabii. Kama Jumatano ibada ya kinabii. Sina maneno ya kusema, ni wadanganye watu wa Mungu bure. Mimi siongei kama Mungu hasemi. Yaani ndio maana siwezi kuplani tukio. Yaani kwamba hivi ibada ya Jumapili ni unabii wa mtu mmoja mmoja. Siwezi kwa sababu sina hiyo capacity. Na ukiniona ninaongea ujue imeisha. Kwa hivyo nikisema Tanzania mpya imeshakuja. Yaani yote anayejaribu kungangania ile ya zamani anapeperuka nayo huyo mpya inakuja. Zukazuia. Yaani mambo ya Mungu yako hivyo. Ni wale wasiomjua Mungu wao ndio wanajaribu kujielewesha sana waeleweke. Sasa hivi ningekuwa engineer mmoja mkubwa sana, kwa sababu tangu 2012 enzi zile nimetoka chuo.
Soma zangu umeme hadi leo miaka 13 kazini ningekuwa wapi? Mbona hela zilikuwa nje? Hata nisingeiba ningekuwa na unafuu wa maisha bado. Wewe unakuja kuishi maisha ya msoto mpaka kutokea hapa. Sio mchezo. Lazima unamjua Mungu aliyekuita. Na uwe una uhakika naye. Sasa yule Mungu ambaye nilikuwa namsikia mimi mmoja unasema ABC na kwenda kwa kasi. Unasema wanakwenda, yani wachungaji wako moto, yani baba, yani ABC ni hatari. Yani sijui miaka 10 itakuwa wapi? Yani kuna watu wanasema hivi, miaka 10 sijui itakuwa wapi? Yani sijui miaka 20. Yani naiona ABC mbali. Wewe mpaka wewe umeiona ambaye sio mimi. Sasa yule Mungu anayeninongonezaga mpaka wewe unasema naiona mbali. Safari amesema niache kwa yale tunayoongea sirini niwe nayaongea barabarani. Ndio tofauti. Kwa hiyo wewe unafikiri sasa safari hii ndo nimeanza. Amna. Yote ambayo nilikuwa nawaeleza watu wa ABC anakuza ABC. Huyo aliyekuwa ananiongelesha ndo ananiongelesha safari hii. Anasema Tanzania mpya imekuja. Sasa mimi nikatae? Tumetembea pamoja, tumekuwa mabesti kitambo. Nimgeuke leo. Na nikisema inakuwa. Sasa nimgeuke leo. Siwezi. Akisema wafiatue waganga na wachawi wale wenye mataito ya mchungaji, mtume, nabii, wa injilisti katika nchi, mimi sina wasiwasi, nafiatua. Halafu kila mmoja unasikia milio huko. Milio. Sikia milio. Na ukinijibu tu wewe ndo unawahi kuondoka. Touch not my anointed. Shetani akikudanganya ukanijibu umemarizika. Shetani anakuwa amekuchonganisha. Shetani, unajua shetani ni mpumbavu. Anaweza akamchongea mwanawe ili afutike. Shetani ana akili za ajabu. Kwa hiyo mwana yeyote wa giza ukijaribu kunijibu tu huduma yako imekufa. Kwa hiyo nimeweka na angalizo, yani nimetega bomu rohoni. Ukinijibu inalipuka. Kwa hiyo kuzimu, jambo lingine ambalo unapaswa kuchukua kutoka, nimekwambia ufunuo Mungu anajenga kwenye ufunuo ulionao. Kingine ambacho kama Mungu anajenga kwenye ufunuo ulionao, ukubwa wa atakachojenga Mungu unategemea ukubwa wa ufunuo. Ukubwa wa atakachojenga Mungu kwenye maisha yako inategemea ukubwa wa ufunuo ulionao. Kwa mfano Mungu kama una ufunuo wa chumba na sebure, Mungu hawezi kujenga orofa. Anajenga chumba na sebure, ila unaonekana wewe una nyumba. Kama una ufunuo wa floor 10, orofa ya 10, Mungu anajenga orofa 10 kwa sababu capacity yako inaweza ikabeba 10. Kama ni 100, Mungu atajenga 100. Kwa hiyo utagundua msingi ndio unaamua jengo. Au wewe unajuaje? Msingi ndio unaoamua jengo. Uwezo ukaja ukakuta mtu katengeneza ile misingi yetu ya kawaida ya nyumba kama hii, alafu ukasema nakwenda kupromosha ghorofa moja hilo kutokea kwenye msingi. Wale wanaohusika na ukaguzi wa majengo watakufunga kesho. Utakuta kumeandikwa honyo bomoa. Kwa sababu msingi hauna capacity ya hizo ghorofa unazotaka kujenga hapo. Kwa hiyo kumbe unagundua Mungu hawezi kujenga vitu vikubwa kwenye maisha yako zaidi ya ufunuo ulionao. Ndio maana Mungu akitaka kuinua mtu anachoweza akupa sio hela, anakupa ufunuo. Mungu akitaka kuinua anakupa uwezo wa kuelewa neno. Ndio kile ambacho Yesu alikisema kwenye Marko 4:11. Marko 4:11 anasema bali ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, ila walioko nje mambo yote yanafanyika kwa mifano. Walioko ndani ya Yesu na wamemaanisha na wamelipa gharama ya kukaa na neno, kukaa na vitabu, kukaa na video, kukaa na mafundisho, wameamua kujishusha wajue. Hawa ndio ambao Mungu anajengaga kwa vitu vikubwa. Kwa Mungu ukiona uongezeki sio shida ya Mungu, ni shida ya kiwango cha msingi wako, mwamba wako, ufunuo wako. Lakini jambo lingine la kuandika, Mathayo ile 16:18 inasemaje? Kule mwisho anasema wala milango ya kuzimu haitalishinda. Kwa hiyo kuzimu inashinda kanisa lolote ambalo kiwango cha ufunuo wa neno kiko chini. Kuzimu kuna makanisa inayaweza hata kama yana msalaba.
hata kama yanafungua Biblia, sio kwa sababu wana nia ya kushindwa, ni kwa sababu hawana mwamba huu. Kuzimu haishindi kila kanisa. Kuzimu inashinda kanisa lisilo na wingi wa ufunuo wa neno. Na ndio maana moja kati ya silaha za siku za mwisho za shetani za kuharibu makanisa ni kuubana muda wa neno. Unaweza kukuta kanisa ina ibada 3. Ibada ya kwanza neno dakika 25 au nusu saa. Mtu kakaa wiki nzima hajaja ibadani anakimbiza hera. Jumapili unampa dakika 25. Zigeuze maisha yake. Tuna utani. Utakuwa na wazungukaji na watu wenye majina ya kuwa hai, lakini wamekufa. Hautakuwa na kanisa. Mungu kwa kujua ulazima watu kaa kwenye neno, alitenga siku nzima. Enzi za Biblia ilikuwa inaitwa Sabato. Siku nzima, yani hiyo siku msifanye kazi. Kazi ni kukaa mnarudia neno. Mna recite Torati. Sisi sasa tumeendelea, tunaangalia uhitaji. Na ndio maana makanisa ni mengi, lakini mabadiliko ya nchi ni madogo. Mtu ambaye anasikiliza neno robo saa, huku akiwa anaangalia saa, mbona kama amezidisha dakika 5, ameshaanza kubeba diary kuondoka. Huyu akikaa kwenye hera atashindwa kuiba. Stories zinazopigwa ofisini, mahubiri ya wiki nzima kutoka kwa marafiki zake, ni ukiwa mtu wa haki sana unakufa. Wanakuwa. Yaani mahubiri yameshaeleweka sana kuliko neno la Mungu la robo saa. Huyu mtu utarajia hata kama anadai aliokoka miaka 20 iliyopita awe mwaminifu kazini. Hata hape kwa Biblia. Biblia ni kwa ajili ya kupigia picha siku ya kuapa. Ana neno la Mungu, ana ufunuo binafsi wa ukabili mazingira magumu kama hayo kazini. Utatarajia huyu mtu awe mtenda haki, awe hakimu au askari asiyechukua rushwa? Anaanzia wapi? Anaichukua alafu anakuwa na andiko la kusimamia, anasema ya Kaisari mwachie Kaisari, ya Mungu mwachie Mungu. Ukiwa kazini ni kwa Kaisari, ukiwa kwa Mungu ni kwa Mungu. Hakuna kitu kama hicho. Hakuna nuru iliyoko ndani ya jengo na nuru iliyoko nje ya jengo. Nuru ni nuru. Kama ni tochi umeiwasha huko ndani na kulikuwa na giza, mwanga ukaonekana, ukiitoa nje pia effect yake ni ile ile. Mtu wa kanisani ndo mtu wa ofisini. Hata watu wanaona wokovu ni utani na ni upumbavu kwa sababu waliodhaniwa kuwa wameokoka hali zao ni mbaya maofisini. Unakuta mke wa mtu yuko ofisini ana utani na mfanyakazi asiyekuwa mmewe. Anaweza akaja kumwambia, baby wangu, vipi? Umenitenga wangu. Unajua bwana, nywele zako nzuri. Mke wa mtu hapo anashikwa na mwanaume asiye mme wake ofisini. Anamwambia tunataniana, ni best wangu tu kazini. Unajua kwa nini hana adabu? Hawezi kumwambia, hey! Mahusiano yetu ni ya kazi, usiniguse. Hawezi kufanya hivyo kwa sababu hana neno. Ni yeye ataonekana ni watofauti ofisi nzima. Kwa sababu kila ofisi kuna wengine hadi wanapigwa makalio. Niachie. Na wewe bwana. Mbuse wewe uliyeguswa tu nywele. Ndo maana kanisa limepoteza maana. Kanisa halina ladha, ni chumvi sio ladha. Ni taa iliyoko chini ya pishi. Na giza limeiweza. Kwa sababu tumefukuza neno kanisani. Muda wa kukaa na neno hamna. Neno lako ni taa ya miguu yangu, ni mwanga wa njia yangu. Zaburi ya 105, Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno ni mwanga, neno ni taa. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Alafu Zaburi ya 119 mstari wa 130, kufafanusha neno lako, kupata ufunuo kutoka katika neno, kueleweka kwa neno lako, kuatia nuru na kumpa ufahamu mjinga.
Zaburi ya 119 mstari wa 130. Neno likifafanuliwa, neno likieleweka, mtu akapata ufahamu, nuru imekuja. Bwana asifiwe. Sasa nimalizie kipengele cha mwisho, mstari wa mwisho tu hapo, ninamalizia dakika 10 nyingi maximum. Zaburi ya 119 yes, Mathayo. Tuende mstari wa 19. Angalia kitu cha ajabu. Sasa andika hii, ni wale wenye ufunuo sahihi wa neno ndio wanaokabidhiwa funguo za kuyafunga na kuyafungua mambo hapa duniani. Ni wale wenye funguo, ni wale wenye ufunuo wenye ufunuo sahihi wa Yesu na neno lake, Mungu na neno lake, ndio wanaokabidhiwa funguo za kuyafunga na kuyafungua mambo duniani. Kwa mfano utagundua upande wa pepo aliyeko ndani ya mtu, asilimia kubwa tunajitahidi, makanisa karibu yote yanajitahidi. Pepo aliyeko ndani ya mtu, kaja mtu ana pepo, huwa anapandisha majini yake, yanasema yachomewe udi. Sasa tumeleta kanisani muombe. Hiyo karibu kila mtu anaweza. Unajua kwa nini? Kwa sababu anajua kwa jina la Yesu karibu kila mtu hilo analifahamu, kwa jina langu mtatoa pepo. Jina lipitalo majina yote, kwa hilo kila goti litapigwa. Hiyo ndio maana kila mtu akianguka pepo unashangaa kila mtu anamkimbilia kwenda ukemea, toka stoki, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa moto, achia. Kila mtu anataka hiyo, kwa sababu hiyo kila mtu ameshaielewa. Ila pepo kwenye mtaa, pepo kwenye wilaya, mkoa, taifa, nguvu za giza zofunga taifa, sio wote wanajua. Wengine mpaka wanafundisha mafundisho wanasema usichokoze vita ambayo haijakuchokoza. Yaani unakuta kabisa ni mhubiri anafundisha, yeye anakueleza kabisa kanuni za vita za kiroho. Usichokoze vita ambayo haijakuanza. Yaani kwa mfano usidili na mapepo ya nchi wakati una kanisa kwenye mtaa. Wewe shughulika na washirika wako tu. Hata ya mtaa yenyewe uyachokoze pale tu ukiona kwa kweli kuna ulazima. Huyo ni mhubiri anakueleza. Wakati Yesu alisema na ishara hizi zitafuatana au zitaambatana na hao waaminio kwa jina langu. Neno kwa jina langu sio kwamba kwa kutamka jina langu. Naomba nikusaidie. Kwa jina langu hamaanishi kwa kutamka jina langu. Anamaanisha kwa jina langu. Yaani watafanya vitu kama vile kwa niaba yangu. Neno kwa jina langu ni kama kwa niaba yangu. Kama unavyosema ni agizo la mheshimiwa rais. Wewe sio rais. Ila ukishasema hivyo ni sauti ya rais ambaye hajaja kufanya utekelezaji. Ndivyo ilivyo hata rohoni. Kwa jina la Yesu, sio kwa ajili ya kutishia pepo au ugonjwa au unachotaka kiondoke. Kwa jina la Yesu ni kitambulisho. Yaani kwa niaba ya Yesu. Najua hujawahi kusikia hivi. Wewe unajua kwa jina la Yesu ni imani kuliamini jina. Nisikilize sasa mtaalamu, nikuelezee. Kwa jina la Yesu maana ni kitambulisho. Ndio maana unasikia mtu anasema gari nataka labda gari sasa kwa jina la Yesu. Yaani ile kwa jina la Yesu ni kwamba unatambulisha ile roho ya mauti kwamba amebebwa mtu pia wa mbinguni hapa. Kwa hiyo mnaweza mkasubiria gari linalofuata. Msisumbue. Ingawa huyu mwenye kitambulisho ni mwoga. Akusema kwa sababu anaelewa akisema jina la Yesu amemaanisha nini. Alisema kwa hofu ya kufa. Kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa kutuokoa. Asante. Dereva jamani, uwe makini, punguza mwendo. Tutafika tu hata kama ni kesho. Sisi wengine ukituona hivi ni kwa sababu tunafahamu. Kwa jina la Yesu ni hivi, ni kama Yesu angekuwa ni mhubiri leo. Ndio maana yake. Yesu angekuwa anakaa Tanzania na anataka mabadiliko. Vitu vibadilike, uchumi ukue, watu waneemeke, nchi yetu ipenye, iende mbali. Angesema tu baba shuka, baba njoo. Angefanya hivyo Yesu? Ulivyomsoma kwenye Biblia Yesu angefanya hivyo? Yesu angenunua kesi mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nataka unisikie vizuri. Kwa hiyo utagundua kiwango chako cha kutembea kwenye mamlaka dhidi ya shetani
akiwezi kuwa zaidi ya ufunuo ulionao au ukuaji wako kwenye siri za Mungu. Yaani wewe shetani atakuwa topiki au sio topiki kulingana na wewe unajua kiasi gani. Ndio maana Ayubu akasema kwenye Ayubu 22:21. Mwingine atasema sio Ayubu, ni Elifazi Mtemani. Nafahamu, lakini kitabu ni cha Ayubu au ni chako? Maana vichelewe kuja kujifanya vinakosoa. Hapo hakuwa Ayubu. Hapo ni watu tu walikuwa wanasema wanamwambia Ayubu. Iko kwenye kitabu cha nani? Vipi? Yaani ionekane kwamba yeye ndo amekwenda shule ya Biblia sana kuliko wote sasa. Tuko kwenye real life application. Wewe unayejua sana ujui hata kufukuza panya nyumbani. Unambishia mtaalamu. Serikali imeshauri tuwasikilize wataalamu. Ushauri wa serikali. Unajua kusikia maumivu yakizidi. Mwone daktari, sasa ndo sisi sasa. Yaani kwamba umemeza Panado, umemeza dawa 3 kiboko ya maumivu. Ila cha ajabu maumivu usiendelee kuongeza usimeze vingine. Sasa safari ujanja wako wa kujifanya daktari uishie hapo hapo. Nenda kwa daktari. Muone aliyesomea. Na daktari akishindwa wa jumla, general physician, anakupeleka kwa specialist. Daktari wa kichwa. Daktari wa ubongo, daktari wa macho, daktari ili aangalie labda ni macho yamepata shida yanasababisha kichwa kigonge. Kuna rufaa na rufaa, yani rufaa zinazidiana. Kwa kama Ayubu alivyosema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hauwezi kuwa na amani zaidi ya ufunuo ulionao. Lakini pia Yohana 8:32, uwezo ukawa na uhuru kwenye maisha, freedom, liberty, zaidi ya ufunuo ulionao wa neno. Ndio maana anasema mtaifahamu kweli, na hiyo kweli sio mtafunga na kuwa mnaomba masaa 6 kila siku ili msikimbizwe na mashetani. Ni mtaifahamu kweli. Kwa hiyo kadri unavyokuwa kwenye ufahamu, kwenye ufunuo, kwenye siri za Mungu, kwenye maarifa ya Mungu, ndio inakuwaje? Unaendelea kuwa huru, unaendelea kuachiwa na kutoguswa na nguvu zinazotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hiyo Mathayo 19 ile tulisoma, Mathayo 16:19 anasema sasa kuhusu kanisa sasa tumepewa. Kwa hiyo Yesu ampi funguo kila mtu. Ingawa wote wameokoka, wote ni makanisa ya kiroho, lakini sio wote wanapewa funguo. Wanaopewa funguo ni wenye ufunuo. Wanaopewa funguo ni wenye, kwa sababu ukisoma hapa anasema nami nitakupa wewe. Hakusema nami nitawapa wote. Soma Biblia hapo. Anasema nami nitawapa wote. Alisema nitawapa Wakristo wote. Wewe ni yule ambaye tumemwona kuanzia mstari wa 18, nami nasema wewe ndiwe Petro. Kwa ni Petro kwa wakati ule, ni Petro tu alikaa na funguo. Ila safari hii nafasi ipo kwa kila mmoja atakayeamua kukua katika siri za Mungu. Nafasi ipo. Inahama, asemi ukishakuwa kwenye jambo fulani ukawa na ufahamu wa kutosha, Yesu anasema sasa mimi nasema wewe ndio bingwa dhidi ya magonjwa. Akija sema wewe ni bingwa dhidi ya uovu na uharibifu. Kila silaha inafanyika juu yako, wewe ndio bingwa sasa kutoguswa. Unalindwa vibaya mno. Kila silaha inafanyika juu yako haifanikiwi. Kila ulimi unaoinuka kinyume chako unahukumu kuwa mkosa, na mimi na hukumu. Yaani unatangazwa kadri unavyokuwa na ufahamu, unapokuwa na siri. Mungu atangazi wote, anatangaza mmoja mmoja. Anayekuwa ndo anayetangazwa. Yaani kuna zile elimu za jumla. Ukiwa shule ya msingi, siku ya kugawa vyeti mnagawiwa wote mliofika la 7. Form 4, form 6, chuo, ikifika masters wengine hawaji. Wanakuwa labda mlimaliza darasa zima watu 80. Unashangaa walioweza kuunga masters au kuendelea na masters 10. Nao 10 nao kuna wengine wakaona uvivu akasema bwana nitakuja kumalizia hata mwakani. Amalizi. Kwa hiyo anakuwa anamaliza mmoja mmoja, anaitwa kivyake vyake. Ana defend, anakabidhiwa.
Ukija kwenye PhD ndo kabisa mmoja mmoja. Ndivyo ilivyo hata kwenye mambo ya rohoni. Mungu ana kikao cha jumla. Mungu ana nafasi kwa kila anayetenga muda kukua, kujua siri, kujaa maarifa. Unavyokuwa hata kama hujajua, rohoni wanasema muongezee nyota. Muongezee nyota. Unashangaa ulikuwa unaogopa hata ukemea pepo, safari unajishangaa una ujasiri, pepo unamtafuta, wewe mwenyewe uanzishe ligi. Imekwaje? Kwa mtu mmoja mkimya hivyo unasema sichokoze watu. Asiojulikana sio wema. Safari unajikuta tu unasema ni wakamate wako wapi? Sio wewe, ni nyota zimefanyaje? Zimeongezeka. Haleluya. Kwa hiyo funguo za ufalme wa Mungu hawapewi kikundi, anapewa mmoja mmoja sasa anavyokuwa katika nini? Ufunuo na siri za Mungu. Nafikiri unanielewa hadi hapa. Lakini kingine, ukishakabidhi, zinaitwa funguo, sio ufunguo. Kwa maana yake kumbe ni nyingi. Kuna ufunguo wa afya, kuna ufunguo wa ulinzi, kuna ufunguo wa ndoa yenye amani, kuna ufunguo wa malezi ya watoto ambao hatakuharibikia wakawa mashoga au majambazi, kuna ufunguo wa maisha marefu. Kadri unavyojua neno linasemaje kuhusu maisha marefu, ukaelewa kwa kina kiasi kwamba ukashawishiwa, roho yako ikasema haya ndo maisha yangu na nitaishi kama hivi, nitakuwa hivi na sifi mapema. Huo ndo ufunguo umekabidhiwa siku hiyo ulio graduate. Siku ulipojitia ufahamu, Mungu amekusikia. Kama ilivyokuwa kwenye Danieli 10:12, anasema tangu siku ya kwanza ulipojitia ufahamu, maombi yako yalisikiwa. Ni wenye ufahamu ndo wanasikiwa. Ni wenye ufahamu ndo wanatambulika rohoni. Wenye ufahamu. Wenye ufahamu. Kwa hiyo kitu cha muhimu kwenye maisha ni ufahamu. Ni siri, mafunuo ya Mungu. Naamini umenielewa. Weka mikono yako juu. Kama tulivyoomba na tukayaelekeza makombora ya kimungu kwenye huduma potofu katika nchi, huduma hizo zimeharibika jumla katika jina la Yesu. Watu wanaopoteza roho za watu wanakufa na kwenda motoni kila siku, hawataendelea mwakani muda kama huu, watakuwa wameharibikiwa kabisa. Kila mtumishi wa uongo aliyejificha nyuma ya Biblia, nyuma ya mavazi, nyuma ya kuongea, lakini ndani anajifahamu si mtumishi wa Mungu, hatutamuona tena katika taifa hili mwaka kesho. Mazingira yanaanza kuwa magumu kwao. Matatizo yanainuka. Skendo zao zinainuka. Maovu yao waliokuwa wanayafanya bila kujua kumbe yamechukuliwa yataanza kutoka. Tunayafunua kwa jina la Yesu. Kama wana magonjwa yao yatawazidia, hayatapona na makanisa yatakufa automatic. Kama wana migogoro, hiyo migogoro itakuja na itayafunga hayo makanisa. Kwa jina la Yesu, huduma feki zimefutwa Tanzania na hazitakuwepo milele tena. Nilisema, Yesu alisema watakuja, ila kusema watakuja Tanzania. Manabii wengi wa uongo watatokea, watadanganya wengi, sio Tanzania. Wanaweza kutokea Kenya, tukasema Kenya wanadanganywa. Marawi jamani, Mungu awatie nguvu. Sio hapa. Hapa tumeamua hawatakaa, hawatastawi, hawatakuwa na maredio, hawatakuwa na ma-TV. Tunatengeneza matukio yatakayozifunga hizo redio, yatakayosababisha waziuze kwa wahubiri wa kweli, wauze hizo TV kwa wahubiri wa kweli, na tunawapromote wahubiri wote wa kweli, wenye uchungu na roho za watu, wenye uchungu na hatima za watu, wenye uchungu na taifa lao, katika jina la Yesu. Mungu anapoinua, wewe umo miongoni mwao. Wewe umo miongoni mwao. Ninaona watu ambao miaka miwili ijayo watakuwa na maredio yao. Yes, unaweza ukawa ABC na una redio yako. Unaweza ukawa ABC na una TV yako. Mungu anakuinulia mlango wa ajabu, unaweza ukawa nayo. Ninawapeleka huko kwa jina la Yesu. Twende wote tunaompenda Bwana. Twende wote tunaomcha Bwana. Na uchumi wa kila ambaye ni mshirika na ni mtu mwema alikuwa anasikia neno hili la Bwana tangu siku ya kwanza, leo, jana, leo, ninatamka uchumi wako ukue. Biashara yako ikue. Huduma yako ikue. Mungu akupeleke mahali ambako hujawahi kufikiri utafika. Iwe kama ndoto katika jina la Yesu. Kwa maombi haya tumehitimisha siku ya 4 na tutaendelea kesho siku ya 5 ya mfungo wetu.
Tutaendelea na maombi sasa kushughulikia vile vitu ambavyo tumesema madhabahu zile na vitu gani vinaachiliwa. Sasa Pastor Joseph, 10 kamili akisha huko mtandaoni, wale wa mbali tunaomba mtandaoni, tunazipiga zile madhabahu. Hii wiki ya kuzishusha kabisa hazitakaa. Biblia inasema atakayeokoka kwenye upanga wa Yehu atauawa na upanga wa Hazaeli. Atakayeokoka wa Hazaeli atauawa na upanga wa Elisha. Atoroki mtu kwa jina la Yesu. Mungu awabariki. Naomba Pastor Makindi wabariki watu wa Mungu ambao wako online wanapochukua sadaka zao, na wewe uliye karibu chukua sadaka. Pastor Makindi akuombee kwa niaba yangu. Akubariki kwa niaba yangu. Kamata sadaka yako wewe mtandaoni na wewe uliyeko hapa. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako na kwa ajili ya sadaka zao wote walioko mtandaoni. Tunakushukuru kwa ajili yao. Roho Mtakatifu